Habari za asubuhi mtazamaji, unaungana na matangazo ya moja kwa moja kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania kanda Dar es Salaam, ambapo hapa inakwenda kuendelea kwa siku ya pili mara baada ya kuitwa tena kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kesi ama criminal case nambari 1965 ya mwaka 2025, kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo kesi hii mara baada ya kuahirishwa siku ya Jumatatu imepangwa kuendelea leo asubuhi hapa katika Mahakama Kuu Masijara ndogo hii ya Dar es Salaam, ambapo leo hii tunatarajia mahakama kupitia kwa majaji watatu wanaosikiliza kesi hii, kwa maana ya Jaji Ndunguru, Jaji Karayemaha, lakini pia Jaji Kiwonde kutoa maamuzi juu ya mapingamizi ambayo yamewekwa na Tundu Lissu kuhusiana na uhalali wa kizimba kilichopo ndani ya chumba cha mahakama ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kutumiwa na shahidi wa siri PW11 na mashahidi wengine wa siri watakaofuata, ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu katika mapingamizi hayo ameieleza mahakama kwamba kizimba hiko hakikubaliki katika jicho la sheria. Kwa hivyo tunasubiri hapa namna gani mara baada ya kuahirishwa siku ya Jumatatu maamuzi ya jopo la majaji hao watatu yatakavyoeleza siku hii ya leo, ama maamuzi ya mahakama kupitia kwa jopo la majaji hao watatu yatakavyoeleza siku ya leo kuhusiana na mwendelezo wa kesi hii. Je, mapingamizi hayo yatakubaliwa ama yatatupiliwa mbali ili kuruhusu shahidi PW11 na mashahidi wengine wa siri kuendelea kutumia kizimba hiko cha mahakama? Ndicho ambacho kinasubiriwa. Muda wowote kutoka sasa tunatarajia kuwasili kwa msafara ambao unambeba Tundu Lissu hapa mahakamani, kwa maana ya escort ile ya maofisa wa jeshi la magereza ambao kwa kawaida umekuwa ukimleta Tundu Lissu hapa mahakamani. Inatarajiwa mpaka kufikia majira ya saa 2 hivi ama saa 2 na dakika chache, kwa maana ya muda wote kutoka sasa, basi Tundu Lissu anatarajiwa kuwasili hapa. Nikukumbushe kwamba kesi hiyo kwa sasa bado ipo katika utaratibu wa kusikiliza mapingamizi, lakini huyo ni dada wa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye anawasili hapa mahakamani, kama sijakosea jina lake ni Rosemary, kama kumbukumbu zangu ziko sahihi, ni dada huyo wa Tundu Lissu akiwa pamoja na baadhi ya ndugu wa Mheshimiwa Tundu Lissu akiwasili hapa mahakamani. Ni mkazi wa Songea kwa namna ambavyo amejitambulisha. Yeye ni mkazi wa Songea, professionally ni mwalimu, na mara ya mwisho tukiwa hapa Mahakama Kuu aliweka wazi msimamo wa familia juu ya hichi kinachoendelea kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, akiweka wazi kwamba kama familia wamepitia changamoto nyingi kufuatia Mheshimiwa Lissu kuwa ndani ama kushikiliwa kwa kipindi cha takribani siku zaidi ya 200 hivi na kuendelea, tangu alipokamatwa kule Mbinga mwezi April mwaka
huu, na kama ambavyo nimekuambia kwamba kesi hiyo kwa sasa ipo katika taratibu za kusikiliza mapingamizi ambayo yamewekwa na Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini pia ipo katika kipindi cha kusikiliza kusikiliza ushahidi wa jamhuri, ambapo jamhuri wanaendelea kuwasilisha mashahidi wao katika kesi hii kwa ajili ya maswali ya dodoso ambayo yanaulizwa na Tundu Lissu. Ikumbukwe Lissu katika kesi hii anajisimamia mwenyewe, kwa maana ya anasimama kama mshtakiwa ambaye anajisimamia yeye mwenyewe, na alifanya hivyo maelezo ambayo jopo lake la mawakili linasema kutengeneza ama kujaribu kuonyesha uzito wa kile ambacho anakipitia. Ikumbukwe hapo awali alikuwa akisimamiwa na jopo la mawakili zaidi ya 20 wakiwemo mawakili Dr. Rugemeleza Nshala, wakili Jebra Kambole, lakini pia wakili Peter Kibatala ni miongoni mwa mawakili ambao walikuwa wa kwanza kumsimamia Mheshimiwa Tundu Lissu kabla ya jukumu hilo hajalichukua yeye mwenyewe kwa ajili ya kujisimamia. Kama ambavyo nimekuambia, muda wowote kutoka sasa, bila shaka escort ya polisi ambayo imembeba Tundu Lissu inatarajiwa kuwasili hapa mahakamani. Kwa taarifa za awali kuhusiana na muda wa kuanza kwa kesi huu, tunatarajia majira ya saa 3 hivi asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki kesi hiyo kuanza. Kama ambavyo imekuwa kawaida siku zote hapa Mahakama Kuu, inapoitwa shauri hili ama linapoitwa shauri hili, basi ulinzi hii imekuwa ni kawaida kutokana na interest ama uzito wa kesi yenyewe juu ya mhusika ambaye inamkabili na pia ushawishi wake kwa wafuasi wake. Kwa hiyo pia kama ambavyo umeweza kuona katika video hii, lakini kama ambavyo pia utaendelea kuona, kumekuwa na namba kubwa ya maofisa wa usalama ambao wamekuwa katika viunga hivi vya mahakama, kama ambavyo unaweza ukaona hapo. Hiyo ni picha mojawapo kati ya picha nyingi za eneo hili la mahakama na namna ambavyo maofisa wa usalama hawa wamekuwa wakihakikisha usalama unazingatiwa na kesi hii inaenda bila kuwa na changamoto zozote za kiusalama, kwa maana ya ndani ya chumba cha mahakama, lakini pia nje, kwa maana katika viunga hivi vya mahakama. Nimekwambia kesi hii ni miongoni mwa kesi ambazo zimekuwa zenye interest kubwa, zenye kufuatiliwa zaidi, na kuthibitisha hilo ni namba ya watu maarufu ambao wapo katika siasa hizi za Tanzania ambao wamekuwa wakifika hapa kufuatilia kesi hii. Mara ya mwisho alikuja hapa mbunge wa zamani wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akifahamika zaidi kama Mheshimiwa Bwege, ambaye alifika kama sehemu pia ya wale ambao walifika kushuhudia kesi hii ikiitwa tena hapa katika Mahakama ya Kuu ya Tanzania, masjara dogo hii ya Dar es Salaam. Na hivi ndivyo hali ilivyo nje ya mahakama hapa. Maofisa hawa wa jeshi la polisi
wakiendelea kubadilishana mawazo, lakini wakiendelea kupeana mikakati ya